Welcome to Juja. With me here is a very prominent leader, and I want to give him a chance to introduce himself. Karibu sana. Thank you, Florence. Yes. My name is Anthony Kirori from Juja. I'm an innovative manufacturer. Basically what I do, I take paper, convert to wood to make pencils. Now why do I do that? It's because in Kenya, mtu haruhusiwi kukata mti ndio atengeneze pencils. Therefore, all wooden pencils in the country are imported. And when we import the pencils, inamaanisha we are exporting kazi. So basically, wakati nilijua huwezi kukata mti ndio utengeneze pencil, na tulifundishwa paper comes from wood, nilichukua hiyo knowledge, nikachukua karatasi, nikafanya iwe mbao, ndio sasa tuweze kutengeneza pencils. And therefore, technically, what have I done? I'm creating employment in Juja. I also make road studs. Those are the things, the cat eyes, zile zineko kwa barabara, ukiosha taa gari usiku, unaweza kuona. Nimesikia kwa unataka kuwa mbunge wa Juja. Barabara Yes. za Juja ni mbaya sana. What are you going to do as a leader? Yes, it's true. Nataka kuwa MP wa Juja. Now, ni ukweli barabara zetu za Juja ni mbaya. But you know what the funny thing is? Ukienda Gatondo North, Gatondo South, barabara zao ni mzuri sana. Lakini maramia wanatoa wapi? Wanaitoa Juja. Wanaitoa Juja, watengeneza barabara zao. Zetu, kule Maram imetoka, zinabaki kama ziko mbaya. Hapo ukiangalia, hapo kuna kaujanja kidogo kamekosekana. Na nikikuwa MP, sasa ujanja itapatikana. Basically, let me say them by sections. Tuseme by wards. Nimetoka Nyashava, that's Witeithia ward. Kuna hii barabara kutoka Ndarugo mpaka Nyashava imeenda mpaka Flats. Hiyo barabara was supposed to be tarmacked, lakini kuna shida. Kuna wenye mashamba kadhaa ambaye walileta objection juu barabara inapitia kwao, and therefore the project for tarmacking the road was stopped. Kwa hivyo nikikuwa MP nitafanya nini? Ni kwenda kukaa na hao wenye shamba tuweze kusikizana nao vizuri. Something else nitawaambia ni hao wenye shamba, anytime tarmac inapita karibu na shamba yako, the value of the property increases. And another thing, you will also be traveling more comfortably kwa barabara mzuri ya lami kuliko hizi barabara tunatumia. Hii barabara ya Juja Farm, ile shida kubwa iko, tukisema ukweli, ni budget. Haiko kwa supplementary budget. Nikikuwa MP, nitaenda nifuatilie, nihakikishe hizo pesa they are specifically meant for Juja Farm. Juu sahi nini inafanyika? Contractor anafanya kazi, halipwi kwa zile certificates amefanyia kazi, anasimamisha. Na hivyo ndivyo tutakuwa tukiendelea. What is missing? We are missing someone, an MP who can adequately lobby, who can be able to follow the issue properly. Tukienda Juja ward, when president alikuwa amekuja pale kanisa PCA, alisema hii barabara kutoka hapa hivi kwa St. Paul Gashororo all the way mpaka pale Juja Gatondo Road, it's going to be tarmacked. That is a very easy job to be done. If only we can get somebody ule akishaikuwa MP ataweza kufikia kwa president vizuri na amuongeleshe, amkumbushe vizuri kabisa. Tukiangalia upande wa Murera is very simple. The problem with Murera, the roads have not been classified. So that one, it's just an issue of them being classified, and then we can be able to have the roads now well funded. For that award, kuna hii barabara inatoka kutoka Kikumari ipitie Juja Farm, Mwalimu Road itaenda itokee mpaka Kagundo Road. Hiyo pia ile kitu inataka tu ni lobbying. Therefore itamaanisha mtu wa Theta ataweza kutoka Theta tukianzia Pakimbo vizuri na barabara ya lami all the way to the airport. Yeah? Mchana usiku kwa barabara ya lami. Pia hiyo all it needs is lobbying. Basically, long and short, there are many resources earmarked kutumika Juja. Ile kitu tu imekosa ni mbunge ule anaweza kujitokezea vizuri, and someone who can articulate issues. And I'm definitely more than capable to do that. So that was so interesting, asante sana. So tell us about the health. Gashororo, Juja,
hospitali Kuna shida kubwa hapo hivyo. Hiyo ni ukweli. And I fully agree with you. Thank you for the question. Hiyo maneno ya health kweli kuna shida kubwa sana. However, a few years ago, I came across information that top American ophthalmologists, an ophthalmologist ni wale madaktari wa macho, what they do in their summer holiday, kuanzia June, they go to developing countries, alafu wanapatiana free services. So when I looked zile countries walikuwa wanaenda, I noticed there was not a single country in Africa. So I got in touch with them na nikawauliza, mnasema you are helping the developing world, yet you don't come to Africa. Isn't that an oversight? Wakaangalia, they were quite surprised, wakasema from 2016, they'll make sure they'll start coming to Africa. Then I didn't give up at that. Nikawauliza, kwa maana hii idea imetoka Kenya and Kenya is in Africa, si basi mkubali mkuje Kenya? Wakasema ni sawa, tutakuja Kenya. Sasa nikawaambia, juu mmekubali kuja Kenya, na idea ni mimi nimetoka nayo, idea ni yangu, na ndio sababu mnakuja Kenya. Si tumalize mara moja tu na mkubali mkuje tu kule nimetoka, mkuje Juja. Wakasema ni sawa. I identify a hospital they could come to. Within Juja constituency, they could only come to Kalimoni Mission Hospital. Fortunately, Kalimoni Mission Hospital is run by the Catholic Church. So wakati walisikia hivyo, Kalimoni Mission Hospital, wakauliza who runs it, wakasikia the Catholic Church, in their mind walifikiria ni hospitali kubwa sana. Lakini wakati walikuja, walishtuka. Kwa nini Kalimoni Mission Hospital iko na one operating theater? So they came 2016, 17, 18, but in 2019 waliniambia, after kuangalia the records of the people they had treated in 2016, 17, and 18, waliona numbers in Kenya, they are very low compared to other countries. Sasa wakasema, watakuja only one more year, and then they'll go to another country. Now, when they started coming to Kenya, waliniambia ati by virtue of coming to Africa, they got a lot of donations and they wanted to bring them. Lakini sasa shida, ule mtu anawalipia the Kenya Medical and Dental Practitioners Board, lazima ulipe some fees, ni mimi ninalipa. It comes from my pocket. The first time they came, I could only afford to pay for 3 of them. Now, the others who came, they could not practice. So they became tourists, wakaenda Masai Mara, kule walienda Mombasa and all that. Then, wakati walikuja Kalimoni Mission Hospital, operating theater ni moja. So in case of an emergency, they have to stop doing what they are doing for the emergency, ikuwako attended to. When the operating theater is free, waendelee. So there are a lot of problems. So waliniambia wataacha kukuja, lakini hawataki kuacha. Wakiacha kukuja, hawakuji juu hakuna watu wako na shida za macho. Watu wengi wako na shida za macho, lakini it's because of our facilities. Alafu pia they have a lot of equipment wangetaka kuleta huku hivi. Lakini nani analipia hiyo tax? Ni mimi. My pocket is very limited. Siwezi kulipia hizo vitu zote. As Anthony Kirori, a private citizen. But I become MP, I'll be able to lobby for the equipment to come in duty free. Now, what they said is this. For the equipment to come in, this part, 20% of the equipment will go to Kalimoni Mission Hospital. 80% of the equipment has to go to a public hospital. Na sasa hapo ndio ninaangalia, this is my goal. Nikikuwa MP, I'll be able to lobby for the equipment to come in free. If that equipment comes in free, we'll take it to Gashororo dispensary. And now it will no longer be a dispensary. It will now become a hospital. And not just a hospital, it will become a level 5 hospital. And not just a level 5 hospital, it will be of the same standard as the American hospitals. Mimi na macho yangu nishaona watu wakikuja na miti hawaoni. Wamezunguka hospitali mingi huku Kenya. After 4-5 hours, wanatoka kwa operation theater wakiona. What does that prove? Their technology is way superior than our technology. Sasa that technology, that expertise, those machines, ndio tutazipeleka, nikishakuwa MP, ndio tutazipeleka Gashororo, iwe level 5. Meaning Gashororo level 5 will be the best hospital, not only in Kenya, but possibly Africa. Sasa itamaanisha people from Egypt and South Africa, badala ya kwenda India ama America, watakuwa wanakuja wapi? Juja. The other dispensaries, kama uko Juja Farm, hizo zote, I'm thinking of how we can either upgrade them to level 3 or level 4, depending on the excess aid that we will get. But for this to happen, I have to be an MP. And for me to become an MP, I'll need votes.
na ndaanza na kukuitisha kuomba kura yako, and of course watu wa Juja. Thank you very much. That is so interesting. Thanks. I'm so much impressed. Thank you. The plan. I can see Juja is going to another level. Thank you very much. And the plans I have for Juja, Juja will end up being a model constituency for benchmarking. Vile tunasikianga MCAs and MPs and even senators, they go to other countries, they go to Europe for benchmarking. Watakuwa wakikuja Juja now for benchmarking. Okay. Yes. Wow, that is so interesting. Thanks. 75% of the registered voters are youths. Na kuna shida kubwa sana ya kazi. You as a leader, what are you going to do about that? Yes, it's true that kuna shida kubwa sana ya kazi. Maybe you noticed as soon as you finished the question, I smiled. Why? God works in mysterious ways. In 2016, watu wa Jua Kali waliniita. Wakaniambia wako na shida kubwa sana because after superhighway itengenezwe, value of property increased. Sasa hii upande ya stage ya Juja, ukitoka Thika, kutoka Juja sasa through Juja ukienda Nairobi, pale walikuwa wanafanyia kazi, the owners of the properties either waliuza, they rented them out ama wakeka containers. So end effect ilikuwa ni nini? Watu wa Jua Kali wakakuwa displaced. Hawako na pale kufanya kazi. Wakaniita, wakaniambia Kirori, tuko na shida. Tunataka kufanya kazi lakini hatuna shamba kufanyia kazi. Utatusaidia namna gani? Nikamwambia, juu niko na shamba pale Nyashava, ndawapatia 2 acres, either Nyashava ama kule Madito, 2 acres for 5 years for free. Wafanye kazi. After 5 years, miaka 5 ni mingi, mtu atakuwa amejipanga. Lakini wakaniambia barabara ya Nyashava, barabara ya Madito, hii ya Juja farm ni mbaya. Customers hawatakuja. Hawa wanataka kukaa karibu na superhighway. Juu hapo ndio kuna watu wengi. Sasa wakaniambia, juu sasa hatuna any solution. Na wewe unaitwa Kirori. Unajua Kirori ni mtu wa kuona mbali. Wakaniambia, "Je, unaitwa Kirori, tumekuachia hiyo kazi, ujue vile utatusaidia." Now, fortunately, by the grace of God, the National Lands Commission, through the chairmanship of Bwana Swazuri, they had a court session in January 2017. Na walikuwa wanataka kuangalia all the grabbed parcels of land within Kiambu County. In Juja zilikuwa 6. Ofisi ya DO, kanisa, can you imagine somebody grabbing a church? Na unauza. So kulikuwa na ofisi ya DO, church, nursery school, road reserve, public toilet pale next to Senate, and the youth polytechnic near JKUAT. So those were the grabbed parcels of land. So what I did, I spoke to the elders within Juja, and then I came to discover most of those properties were grabbed in the 90s. Bado nilikuwa shule. So I spoke to them na wakanielezea vizuri everything about that. Come the day of the court, nikaenda kotini na the land, wakati ilifika kuongea maneno ya shamba za Juja, land grabbers walikuwa wametuma mawakili wao. These lawyers, they managed to confuse Swazuri and the commissioner so much to the point ya kuambia the National Lands Commission that they need to apologize, put an apology in 2 newspapers of void circulation. Wakati ilifika hapo, wakati tulikuwa tunaingia kwa court session, tulienda, raia tulikuwa tunakaa kwa public gallery, VIP walikuwa kwa chini. Tukienda kuingia pale kwa public gallery, kulikuwa kuna maaskari hawa wa GSU. Na ile lori inaitwa Mariamu, ile ya kubeba maabusu. So kila mtu akiingia alikuwa anaambiwa na GSU waine, ukiingia huko juu usiongee. So tulikuwa huko juu. So mimi nilikuwa nimekaa huko juu front line nikiona vile kunaendelea chini. Nikainua mkono mara ya kwanza, wale watu walikuwa karibu na mimi wakarudisha mkono chini mara 2 3, lakini mara ya 4 nilinua mkono na nikatumia sauti kubwa nikasema, "Excuse me Mr. Chairman sir." Kumaliza kusema hivyo nikasikia kwa staircase, nikajua GSU anakuja. Nikaanza kuongea haraka. Bahati mzuri wakati GSU aliingia, Bwana Swazuri aliinua mkono hivyo juu, askari wakasimama, nikaongea, akasikia what I'm saying makes a lot of sense, akaambia askari bring him down to the VIP gallery. Nikaingia huko chini. Wakati nilifika chini, it was now me against the lawyers with their many files. To cut a long story short, my evidence was so good, so compelling that was the very first day of the court session. The very first day, nilikuwa nafaa kwa just a day for mention. But Swazuri was so impressed with the evidence from Juja, akasema he directed that the court has to go to Juja that very afternoon, that same afternoon of the first day. Sisi wote tulikuja huku Juja, tukaangalia mashamba zote, na Swazuri akafurahi sana. To cut a long story short, due to my evidence, all the 6 parcels of land zilirudi.
And the titles now are for the people of Juja. Now, kama uko na shamba na hauna title, kama uko na nyumba umenunua mashamba pahali Juja na hauna title, nikikuwa MP, kama nilikuwa raia nilileta 6 public properties na zilikuwa na court cases, je yako je? Hiyo si kazi tutamaliza haraka. Anyway, let's get back to hii maneno ya kazi. So, wakati shamba zilirudi, in April 2018, I was lucky, nilikutana na the governor at the time, Bwana Waitito. Nikamwambia, tuko na JKUAT. About 400-500 meters, there's a land for a polytechnic. In Juja Farm, kuna another polytechnic. Practicals zitafanyiwa wapi? Akauliza nataka nini? Nikamwambia, my suggestion is this. Juu tuko na JKUAT na polytechnic, hii shamba iko hapa katikati, tuitumie for jua kali purposes. Akona, it makes a lot of sense. Akaniambia niandikie MCA ni atampatia barua. I wrote the letter, copied the office of the MP, the DCC, and the ward admin. That was in April 2018. 2019, 2020, nothing much happened. 2021, this year in February, watu wa jua kali wakaniita. Wakaniambia, shamba imerudishwa. Now, they've been given the land. Now, it's not going to be for polytechnic purposes, it's for jua kali purposes. Tukakutana kwa shamba, walikuwa wamefurahi sana, wakaniambia watanichinjia ile mbuzi inaitwa thenge ya rangi moja. Ni vile walikuwa wamefurahi. Sasa wakati mimi nangoja tukule mbuzi, wakaniambia lakini mheshimiwa, hapa kuna shida moja. Gani? Hakuna barabara, hakuna maji, hakuna stima, hakuna choo, hakuna ofisi. Utatusaidia aje? Now remember, I'm a normal raia. I'm a normal citizen. What powers do I have kusema barabara ipitie hapa? I don't have any. And that's what I told them. Nikwambia, mimi ni raia kama nyinyi. It has taken us this many years to be able to lobby, lakini sasa shamba ni yetu. So let us lobby until 2022. Tukipata barabara before 2022, sawa. 2022 ikifika, elections ikuje, niwe MP, nitaimaliza haraka. Lakini sasa tunaenda by election. Nikikuwa MP, mimi Kirori, as a private citizen, just like any citizen, ni ngumu kusema barabara ipitie hapo. But what if I'm the MP? Sitakuwa rahisi. Now, when I sat with the Juakali guys, I saw their plan. It will accommodate over 2,000 people. I think 2,200 people. That's their plan. But after we parted, I thought about their plan. Plan yao inatumia ground floor. I'll revise it. Unajua Juja population is growing. Sijawaambia hata sasa ndio watajua. I plan to revise their plan. Tuweke first floor na second floor. So if we do that, what will happen? We'll have either 4,000 or 6,000 people. Let's work with 5,000 people. We'll have created employment opportunities for 5,000 people. Usiangalie ni 5,000 people. Those are 5,000 families in Juja. Lakini haitaishia hapo. Au watu wanafanya watu ngiri 5, au watu 5,000, 5,000. Si watakuwa nataka kukula lunch. Nani atawapikia? Si ni watu kutoka Juja. Lakini hao watu wanawapikia mboga, vitunguu, nyama zinatoka wapi? Kutoka kwa soko za Juja na butchery za Juja, si ndio? Lakini butchery zingine ziko mbali. So what happens? Watu wa boda lazima waende wakalete hiyo nyama. Hao watu wa jua kali wakati watakuwa wanafanya kazi yao, kuna zile vitu watatengeneza lazima zibebwe na bodaboda. Kuna zingine zitakuwa kubwa lazima zibebwe na pickup. Zingine zitakuwa kubwa zaidi zitakuwa zikibebwa na malori. Ni watu gani wanafanya hiyo kazi? Ni watu wa Juja. Koja kidogo. Ndio mama wa soko aweze kuuza mboga, mama wa soko aweze kuuza vitunguu, si lazima zipandwe. So one of the things that I will do, I'll encourage wale watu wako na mashamba Juja, au ndio watakuwa wanapata first priority. Wapande, zikuwe harvested, ziuzwe kwa soko ya Juja, itumie kwa hii shamba. So, kama uko na shamba, utalima peke yako. Si utaandika mtu mmoja, wawili, watatu, wanne. Aren't we creating more jobs? Yes. So to me, what I believe in is this. There's a huge opportunity of finishing what I started in 2016, ndio watu waweze kupata kazi. Na me what I believe in, kama unataka kusaidia mtu vizuri, msaidie apate kazi, msaidie apate wapi? Apate nini? Pesa kwa mfuko yake. Asante sana kwa kushare hiyo idea yako ya kazi. So ninaona hapa kwa Facebook watu wanauliza maswali na ningependa kuuliza umepotelea wapi kutoka 2017 December? That's an interesting question because kazi bado ile yangu ya pencils inaendelea na nimeajiri watu kwa hivyo kazi. That aside, wale madaktari niliongea about kutoka Amerika, nimewaleta mara ngapi?
Na unajua ni vizuri to distinguish between empty debes, watu wa kupiga kelele sana, na mtu ambaye anafanya kazi. For instance, wale madaktari niliongea kuhusu about kutoka Amerika, bado walikuwa wanakuja. Isipokuwa sasa vile tumepata hizi shida za corona, sasa ndio wamekosa kukuja. Lakini bado walikuwa wanakuja. Nani aliwaleta? Ni mimi. Mashule bado mimi wapatia pencils. Lakini sipigi kelele about it. Makanisa tumeshirikiana nazo. Hata kuna kanisa moja niliwapatia pahali ambayo wanaweza kujenga kanisa lao. Ndiju pale wako ni padogo, walikuwa wanataka pahali pakubwa. Nikawapatia pahali wajenge kanisa lao. Lakini si ati naenda nikipiga kelele. So in reality ni vile tu sipigi kelele. Lakini maendeleo bado inaendelea. So kuna mtu pia amesema hapa, amependa hiyo idea yako sana, the plan that you're having for the youths. Ya kazi? Yes. Oh, very good. Everyone is buying the idea. Oh, thank you. So, thank you. So as we finish, I want you to tell us your remarks. My closing remarks. Yes. Ningependa kusema hivi, tunaenda by election. Ule mtu tutachagua ndio tuseme atakuwa bingwa wa Juja, ndio atakuwa MP wa Juja. Kuna ile kazi atafanyia Juja, lakini kuna kazi mingi sana. Kwanza ya kulobi, it will be done in Nairobi, itafanyika kule kwa bunge. Ule mtu tutachagua, tukumbuke, akifika kule bunge, ataenda kukutana na watu kama John Badi, Dr. Chris Wamalwa, Duale, akina Gladys Wanga, Millicent Odhiambo, Mheshimiwa Caleb Kositani, atakutana na watu wengi. Sasa, tukikosea tuchague mtu ambaye akifikia na karibu akae nao vigogo wa siasa, kama hataweza kuongea, kama hataweza kututetea, atafanya nini? Atanyamaza. Akinyamaza, do we benefit? We will not benefit. Tuangalie hivi, bunge ni kama pali kuna mbuzi kubwa. Sasa hii mbuzi kishachinjwa, itaanza kugawa. Wale watu wanaweza kujitetea vizuri. Kuna ule atachukua ribs apeleke kwake, mwingine atachukua mguu apeleke constituency yake, mwingine atachukua fillet apeleke constituency yake. Lakini ule atanyamaza, atapata nini? Ile kitu imebaki. Na kwenda nini kwa inabaki? Mifupa. Tutaletewa mifupa. Alafu tuambiwe ona dhuvu no nyama. Yaani soup ni nyama. Yeah? So is that what we want? What I'm simply saying is this: dear voters of Juja, tafadhali tuchague mtu who will be able to lobby for us and be able to lobby in parliament and be able basically to bring the fruits. Unajua kuna vitu mzuri. Hizo vitu mzuri, hiyo maendeleo mzuri aweze kutuletea huku. I mean, we were promised a road by the president wakati alikuja PCA kutoka St. Paul Gashororo mpaka Juja Katondo Road. Each barabara ya Juja Farm with effective lobbying ingekuwa kishakuwa ya lami. Ile anyashaba vile nilisema, hizo vitu naongea za kazi, they are all possible but only if we get an effective MP. Also, tunaongea kuhusu health. I mentioned I can be able to transform using my American contacts Gashororo Hospitali iwe level 5 and the best hospital not only in Kenya but in Africa. But for that to happen, I need to be an MP. Therefore, I humbly request for your vote. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana Bwana Mheshimiwa Anthony Kirori. Tumesikia, Mungu amesikia na tunakuombea. So for our viewers tonight, thank you so much for your time and even tuning in. We hope to know more about the leader that we are having tonight. And also, don't forget to follow up with us. Thank you so much and God bless you. Have a beautiful night.